kupata wawakilishi wa aina hii ambao wanawajali wananchi na kujua kabisa kwamba hawa wananchi wanapata shida, nini kifanyike na kuleta uthubutu, sisi viongozi kama hawa basi waga tunasema wawepo kwa muda mrefu, kwa sababu wanagusa maisha ya wananchi. Asiye na mwana basi aweke jiwe. Viongozi wa siasa kata ya Tingi wameoneshwa kuridhishwa na aina ya utekelezaji wa irani ya Chama cha Mapinduzi kupitia mwakilishi wao wa kata, Mheshimiwa Diwani Rajab Ngatanda. Kwa majina anaitwa Abdurazak Abdalla Mpili, ni katibu wa CCM kata ya Tingi. Ndugu yangu Rajab Ahmed Ngatanda ambaye ni diwani wetu wa kata kwa wananchi wa kata ya Tingi. Nizungumzie mafanikio ambayo ameyawezesha kwenye kata yetu ya Tingi, hususan kwenye sekta ya maji, lakini pia kwa upande wa afya. Nikianza kwenye upande wa maji. Kwa upande wa maji, mwakilishi wetu ndugu Rajab Ngatanda, diwani wetu wa kata, 99.9% kata ya Tingi sasa hivi tunapata maji salama ambayo yalikuwa yamesimamiwa chini yake yeye, kwa sababu kabla hatujaanza mradi wa Mingumbi Miteja, Ngatanda baada ya kufika tu madarakani alikutana na wafadhili wa aina mbalimbali akiwemo Bi Shomari, na aliweza kudrili visima virefu sehemu kuu ya vitongoji na vijiji kwenye kata ya Tingi, hususani kwenye kijiji cha Mtandango pale shule ya msingi. Ukienda utakuta kisima ambacho yeye amekisimamia kupitia yeye wafadhili ambao wamewatafuta, lakini pia ukienda shule ya sekondari Kikanda pia pana kisima kirefu ambacho wafadhili aliwatafuta na wakaja kudrili maji pale, na koki karibuni 16 zinatoa maji. Lakini pia ukitoka hapo kuna shule ya sekondari Ilulu, baadaye pia alikwenda kuwaleta wafadhili wakadrili kisima kirefu, napata maji pale wanafunzi. Alikadhalika na kituo cha afya cha Tingi, na ukienda pana koki pale zipatazo 10 na kitu ambazo Rajabu alikwenda kuwatafuta wafadhili pia na kupata kisima kirefu, na mpaka sasa hivi maji yanapatikana. Alikadhalika ulipokuja mradi wa Tingi Miteja, sehemu zile ambazo zilikuwa na changamoto ya maji ya chumvi, matenki yale ambayo yalitoka kwa wafadhili yametumika kama kuhifadhia maji kutoka kwenye mradi wa Mingumbi Miteja, na huduma zinaendelea za maji 100% sasa hivi. Wakazi wa Tingi wanapata maji. Zipo sehemu ambazo zina changamoto, maji hayajafika, na hii niombe wadau mbalimbali kutoka serikalini kwamba muda mwingine hawa wawakilishi wanataka support kutoka kwa viongozi wa serikali, lakini pia hata kwenye halmashauri zetu. Kwa mfano, katika kijiji chetu cha Tingi, kata yetu ya Tingi, kipo kitongoji cha Banduka. Hiki kina changamoto ya maji salama, ambao mradi wa Mingumbi Miteja ule umefika kwenye kijiji cha Njia 4, sehemu moja ya shule ya sekondari Kikanda. Pamebaki wastani kama kilomita 1 kufika kwenye kitongoji cha Banduka. Kiukweli tulikuwa tunaomba wadau wa aina mbalimbali, kipande hiki kilichobaki cha kilomita 1 kwenda kusupply maji kitongoji cha Banduka, wafanye jitihada ili maji nao wananchi wa Banduka wapate maji na wao waenjoy kama wanavyo enjoy wa Tingi, Mtandango na Njia 4 na sehemu zingine kwenye kata ya Tingi. Hiyo kwenye sekta ya maji. Kwenye sekta ya afya, nishukuru pia kwa upande wake diwani wetu wa kata ya Tingi amefanya mambo mengi. Jambo la kwanza, tuna changamoto ya mama kujifungua, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo wanakuwa wanatakiwa wakati kujifungua. Wanatakiwa wawe na mipira, wanatakiwa wawe na mikasi, wanatakiwa wawe na glavu. Lakini hivi vyote baada ya kuona mheshimiwa diwani kwamba ni changamoto ya familia, alijitahidi kwa pesa zake za mfukoni kwenda kununua vifaa vya kujifungulia, mabeseni, mipira kulalia pamoja na glavu na vitu vingine vinavyomhusu mama mjamzito siku ya kujifungua. Na tunapozungumza hapa huduma hiyo ipo, alikwenda akavinunua na akaviacha pale kwenye kituo cha afya, na aliyokuwa anaenda pale alikuwa anaenda kwa maelezo kwamba mimi natoka Tingi, mwenyekiti wa kitongoji fulani. Tayari sensa yake ilikuwa imeshafika pale, na akifika anakuwa anavipata hivyo vifaa na tayari anakuwa anajifungua vifaa ambavyo vimeandaliwa na mheshimiwa diwani. Lakini kwa upande wa afya, tukienda kwenye kijiji cha Mtandango. Kwenye kijiji cha Mtandango kutoka hapa nilipo kwenye kituo cha afya kwenda kijiji cha Mtandango ni umbali wa kilomita
zipatazo 6 na kitu na pointi. Leo uwepo wake Mheshimiwa Diwani kushirikiana na wenye viti wa serikali ya kijiji wameweza kufyatua matofali pale, lakini pia na kupata kiwanja kwa ajili ya ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Mtandango. Tofali pale zipo na kiwanja kipo, muda wote, wakati wote ujenzi unaweza ukafanyaje, unaweza ukaanza kwa upande wa afya. Lakini pia kwa upande wa elimu pia nataka nimpe pongezi yeye, kwa sababu zipo sehemu ambazo amezisimamia. Kwa mfano, tukienda kwenye elimu, tukienda kwenye kitongoji cha Banduka, kutoka Banduka kuja kwenye shule ya msingi Njia 4 pana takriban kilomita 3. Kwa hiyo watoto wadogo kutoka kutembea umbali wa kilomita 3 kuja kuipata elimu ni changamoto, lakini uwepo wake na yeye na serikali za vijiji walijitahidi pale kuandaa kupata eneo, wakafyatua tofali, lakini wakajenga shule, na sasa hivi pale kuna shule shikizi, watoto hawatembei mbali wa muda mrefu, hawahatarishi maisha yao, wanasoma na wanaendelea na huduma. Lakini vile vile majengo kama hayo ya shule shikizi yapo Matapatapa, kitongoji cha Matapatapa Pwani, napo bado sehemu ndogo tu za kumalizia. Jengo lipo eneo usawa Rinta. Imani yangu nao wanaweza wakamalizia muda wowote kupitia yeye na viongozi wenzao wa serikali ya kijiji, muda wote napo shule itakuwa imeanza. Lakini alikadhalika ipo sehemu moja kitongoji cha Msiriwale Mtandango, nako pia pana tofali kwa ajili ya uanzilishi wa shule shikizi kwa ajili ya watoto ambao wanatakiwa wasitembee muda mrefu ili kufuata elimu kwa pale ambapo madarasa yalipo. Sisi kama viongozi wa chama tunapokuwa tunawapata wawakilishi wa aina hii ambao wanawajali wananchi na kujua kabisa kwamba hawa wananchi wanapata shida, nini kifanyike, na kuleta uthubutu, sisi viongozi kama hawa basi waga tunasema wawepo kwa muda mrefu, kwa sababu wanagusa maisha ya wananchi wao. Mimi naitwa Zuhura Mbungu, ni mwenyekiti wa UWT kata ya Tingi. Nipo hapa nataka nielezee jinsi gani diwani wetu Rajab Mkatanda alivyotekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kweli amejitahidi, ameshiriki katika mashirika tofauti na serikali kwa ujumla wake. Tukizungumzia kwa mfano upande wa afya pale zamani kabla ya KA tulikuwa hatuna kitengo cha operation, lakini sasa hivi tunafanyia operation hapa awe mjamzito awe kwa mashida mengine ya aina yote. Pia kabla ya KA ilikuwa shida ya akina mama kujifungua, wengi walikuwa wanakufa majiani, wengi walikuwa wakifika hapa cha kujifungulia hakuna na vifaa vya serikali havipo. Kwa hiyo kwa jitihada zake yeye kwa kutimiza ilani ya Chama cha Mapinduzi alidiriki kununua vifaa vya kujifungua, kwa mfano kama vile mabeseni, mipira ya kujifungulia na vifaa vinginevyo vyote. Kwa hiyo akina mama hapa sasa hivi haina shida, wanajifungua kwa usalama hata kama hana vifaa kutoka nyumbani. Pia katika kujifungua huko mwanzoni ilikuwa shida, kitanda kimoja wanaweza kulala hata wazazi wawili watatu, watoto wakalundikwa katika kitanda kimoja. Lakini sasa hivi vimeongezeka vitanda vya kisasa, akina mama wanajifungua na wanalala sehemu salama salimi. Nikichukua upande wa maji hapa kwenye upande wa afya, ilikuwa shida ya maji. Akina mama hapa au wagonjwa ambao walikuwa wanakuja walikuwa wanasumbuka kwenda kuchota maji huku na huko na wanahangaika, aidha wanunue, mtu anatoka huko kwake, ikawa shida. Lakini kwa upambanaji wake Rajab Mkatanda amediriki kushiriki kuchimba kisima cha hapa na maji yanatoka wakati wote, hayana shida. Kwa hiyo mgonjwa yote akija hapa maji yapo bwelele tu. Hii hospitali inahudumia watu wengi sana. Inahudumia tarafa karibu mkoa ya Kipatimu, Miteja yenyewe pamoja na Kinjumbi, Njinjo wanakuja hapa. Na usishangae mpaka tarafa ya pale Kilwa Pwani, kutoka pale Njenga, Matandu, wote wanakuja hapa, nimewahi kuwashuhudia. Wanafuata huduma nzuri ambazo zilizopo. Lakini pamoja na kuwa na mazuri hayo, bado tuna changamoto. Changamoto zetu ni kwamba watumishi ni wachache, wahudumu wale ni wachache. Daktari wakati mwingine anaweza akahitajika
kule OPD, mara anahitajika kwa mzazi, pengine kuna tatizo. Kwa hiyo wagonjwa wa huku wa kawaida hawa inabidi sasa wasimame ili wamsubiri yeye arudi. Kwa hiyo mgonjwa kule anaumia, anateseka mpaka anavyorudi daktari. Ombi letu sasa, ikiwezekana kuongezewa wahudumu wa afya, ni wachache mno katika hospitali hii. Rajab Mkatanda kwa upande wa maji kwa ujumla wake ilikuwa shida. Vijiji vyote vya kata hii ilikuwa tunapata shida, lakini kutokana na jitihada zake maeneo mengi wamechimba visima, mengine maji yametoka kutoka Mingumbi yanafaidika katika kata hii mradi ule, lakini tu baadhi ya vijiji bado vinakosa maji kwa sababu vina hali mbaya ya yani tusemeje, kama vile nini ile wanasema ukosefu wa maji pale. Kwa mfano tuchukue Banduka, visima vimechimbwa kwa Ngatanda, lakini wakichimba pale chini pana maji ya chumvi. Kwa hiyo maji yale yanashindikana, lakini jitihada zake tumeziona. Tunaomba sasa serikali na ilani ya Chama cha Mapinduzi ikiwezekana basi watuunganishie na mradi wa maji wa Mingumbi ili na wao wafaidike. Achana na hapo, kuna huku Msiliwale vile vile na kwenyewe ni mbali. Kwa hiyo inabidi maji yaende huko Mtandango.